بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ومن اتبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. يقول المولى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ويقول الإمام زين العابدين وسيد الساجدين anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maneno yake matukufu ambayo tumeyaeleza ama tuliyasoma hapa, ikiwa yamebeba ujumbe mzito kama ambavyo tutakavyoona maneno ya Imamu Zainul Abidin katika kuayid na kuunga mkono yale ambayo aliyoyasema Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambapo al-Imamu Zainul Abidin anasema ya kwamba akitafsiri aya ambayo tumeitanguliza akisema wa maana qawlihi azza wa jalla fafirru ila Allahi yani hujju ila baiti llahi ya bunayya an innal ka'bata albayta Allahi ta'ala faman hajja baita Allahi faqad qasada ila Allah wal masajidu buyuti llahi faman sa'a ilaiha faqad sa'a ila Allah wa qasada ilayhi wal musalli ma dama fi salatihi fahuwa waqifun bayna yadi llahi jalla jalaluhu wa ahlu mawqifin arafat hum wuqufu baina yadi Allahi azza wa jalla wa inna lillahi tabarakan wa ta'ala baqa'an fi samawatihi faman urija bihi ila buq'atin minha faqad urija bihi ilayhi. Watukufu wa Kiislamu, katika maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na maneno ya al-Imamu Zainul Abidin ambayo yamebeba ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuelekea sisi kama wanadamu bali waumini. Watukufu, khutba yangu mimi ya leo nimeipa jina ya kwamba kaifiyatul wahida lilibtighai ridwanillahi ta'ala, ya kwamba namna ya kipekee na bora zaidi ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ni namna gani nzuri na ya kipekee ambayo
itatufanya sisi kuzipata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa urahisi. Hii ndiyo anwani ya khutba yangu mimi ya leo. Tunapozungumzia namna nzuri ya kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza tufahamu tunazungumzia kitu kikubwa mno. Na kwa nini ni jambo kubwa? Tutaona katika ayati mbalimbali za Qur'ani zikionyesha kwamba suala la kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si jambo dogo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema ya kwamba fastabiqul khairat, shindaneni katika kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shindaneni katika kuzitafuta khairi za Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa mwanadamu atakuwa na mashindano katika jambo lolote lile, basi ahakikishe mashindano yake yale yawe ni mashindano katika kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mungu anatutaka sisi tushinde katika jambo hili, ya kwamba tuzipate zile fadhila na radhi zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonyesha ya kwamba katika suala la kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni jambo ambalo tunatakiwa kuliendea mbio. Si jambo ambalo tunatakiwa kuwa wazito katika kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Badala yake tuwe ni wepesi zaidi katika kwenda ama kuziendea radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndo akasema katika aya nyingine ya kwamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lilmuttaqin, ya kwamba nafanyeni haraka, zikimbilieni ama kimbilieni msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu ambaye ndiyo mlezi wenu, na pepo ambayo upana wake, ukubwa wake ni sawasawa na mbingu na ardhi, na pepo hiyo wameahidiwa wale waliokuwa ni wacha Mungu katika mgongo huu wa ardhi. Kwa hivyo Mungu anatutaka kwanza sisi kuziendea mbio haraka, kuzifanyia pupa radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si kuyafanyia pupa mambo mengine kama ambavyo tunavyoishi katika mambo ambayo sisi tumeyafanya kwamba ndiyo kipaumbele katika maisha yetu, kama vile suala la kutafuta riziki na vitu vya mfano huu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana maneno mazuri sana, hasa linapokuja hata suala la riziki. Mwenyewe akisema ya kwamba wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, na mbinguni riziki zenu zipo na yale ambayo mlioahidiwa. Kwa hivyo suala la riziki zipo tayari, umeshakadiriwa riziki zako. Sasa ni namna gani ukiziendea riziki zako? Mungu anakuambia katika suala la kuziendea riziki, wala hupaswi kuwa na haraka, wala hupaswi kuwa ni mwenye pupa, wala hupaswi kuwa ni mtu ambaye umekosa utulivu kwa sababu ya riziki. Mwenyewe akisema famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur, riziki zenu nendeni, tembeeni, nendeni taratibu, mtazipata, lakini si mzifanyie pupa. Mkifanya pupa hamwezi kuzipata.
Tofauti kabisa na suala linapokuja la kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu hapo anakuambia ya kwamba wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni haraka kwenda katika msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama fanyeni haraka kuomba msamaha mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kawaida Mungu ana uteuzi mzuri sana wa maneno, na ndo utaona katika teuzi alizozifanya katika kuzungumzia suala la riziki na suala la kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaweka maneno tofauti tofauti. Katika kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni haraka, zikimbilieni, sio mtembee, zikimbilieni radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini linapokuja suala la riziki anasemaje? Anasema famshu, tembeeni, msifanye haraka katika hilo jambo, kwa sababu zipo. Mungu tayari ashazikadiria, ziko mbinguni. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adu, na mbinguni riziki zenu zipo na Mungu tayari ashazikadiria. Sasa Mungu anakuambia utembee, wala usifanye haraka. Na ndo utaona hata katika hali ya kawaida sana, wewe linapokuja suala unatafuta kitu chochote, pengine umedondosha kitu chochote sehemu hii, ama ni huko nje, ama pengine ni njiani. Utakapokwenda kukitafuta kitu kile, huwezi kwenda ukiwa unakimbia, kwa sababu ukikimbia huwezi kukiona. Badala yake utakwenda ukiwa unatembea taratibu, ili utizame huku na kule, uweze kuona kile ambacho ulichokipoteza. Ukienda mbio huwezi kukiona. Na ndiyo maana Mungu anatuambia katika suala la riziki, famshu fi manakibiha, tembeeni mtazipata. Mkitembea zipo, kwa maana ya kwamba mkizitafuta riziki zenu, zitafuteni taratibu, zitafuteni mkiwa hamna pupa, kwa sababu matatizo ya kutafuta riziki ukiwa katika hali ya pupa ni makubwa. Ndiyo hapo kuna hali fulani itakusukuma, kwa sababu unataka riziki ya haraka. Ile hali itakusukuma wewe kwenda kudhulumu cha mtu. Si unahitaji mafanikio ya haraka? Si unahitaji riziki ya haraka haraka? Maana yake wewe uko tayari kuiba ama kupora cha mtu ili tu ujipatie kipato. Maana yake wewe uko tayari kuchukua haki ya mtu ili upate nini? Ili ujipatie riziki yako. Sasa Mungu ana makusudio makubwa kusema tembeeni, nendeni taratibu katika kuzitafuta nini? Kuzitafuta riziki zenu. Ukienda taratibu utazipata, lakini utakapokwenda kwa pupa, riziki yako huwezi kuipata. Na ukiipata riziki hiyo utaipata kwa njia ambazo ni za haramu, kama ambavyo tulivyoeleza ya kwamba utakwenda kudhulumu cha mtu, utaiba cha mtu, utapora cha mtu, uko tayari kufanya jambo lolote. Ni michezo mibaya utaifanya, kama vile kucheza kamari na vitu vingine vya namna hiyo. Pengine utaingia hata katika mikopo ambayo ni ya riba, kwa sababu unataka riziki ya nini? Ya haraka. Sasa ndio maana Mungu anasema famshu, tembeeni mtazikuta, nendeni taratibu, riziki zenu zipo. Sasa suala la riziki na suala la kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni lipi lenye uzito zaidi? Mungu anaonyesha kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo jambo kubwa zaidi na lenye uzito zaidi, na ndiyo maana akatumia neno wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, fanyeni haraka,
kimbieni haraka kwenda kuzitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala msiende taratibu, kwa sababu radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni pana, ni nyingi, na kila mmoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anahitaji kumpa. Na vile ambavyo wewe unavyokimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndivyo ambavyo anavyokimbilia kwako. Na ndio ikaja hata katika ile hadithul qudusi ya kwamba ndefu sana, lakini mwisho kabisa wa maneno yale ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, mja wangu ikiwa atanijia mimi taratibu, ataituhu harwala, mimi ninamwendea mbio zaidi. Sasa Mungu anakutaka wewe muendee mbio na yeye akuendee mbio. Kwenye nini? Kwenye kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tizama hata katika ibada, namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoeleza, akiashiria ibada ni kitu kikubwa ambacho kila mmoja anapaswa kufanya haraka katika jambo hilo. Mwenyewe anasemaje? Anasema, idha nudiya lis-salati min yaumil jum'a fas'au ila dhikrillah, fanyeni haraka kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hasemi maneno hayo katika kutafuta riziki, hasemi maneno hayo katika kujitafutia kipato. Badala yake anasema, famshu, tembeeni taratibu, ili upate kile ambacho unachokitafuta katika riziki zako. Nenda taratibu ili uweze kukiona, ili uijue riziki yako iko wapi, kwa sababu kwanza haujui riziki yako iko wapi. Kwa hivyo lazima uende taratibu. Mungu ndiyo ashatukadiria, lakini riziki hiyo iko wapi? Mungu pekee ndiyo ambaye anayejua riziki yako ameiweka sehemu gani. Sasa kwa nukta hiyo ndiyo maana anaonyesha kwamba mtu katika kuitafuta riziki anapaswa kuwa mpole, anapaswa kuenda taratibu, wala hapaswi kuwa na haraka katika jambo hilo, kwa sababu riziki tayari Mungu ameshaziandika na tayari ashazikadiria kwamba sisi lazima tutazipata hizo riziki. Lakini ni tofauti sana linapokuja suala la kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akisema wasari'u, fanyeni haraka, kimbieni. Lakini linapokuja hata katika suala la ibada, Mungu hasemi nendeni taratibu, anasema fas'au ila dhikrillah, fanyeni haraka kwenda katika kumtaja Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu kufanya hivyo unakwenda kutekeleza ile ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo wewe amekulazimisha, bali ndiyo sababu ya wewe kuumbwa katika huu mgongo wa ardhi, ni kwa sababu ya ibada. Hawakuamrishwa majini na watu isipokuwa kufanya nini? Isipokuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala, si tofauti na hivyo. Na ndiyo maana linapokuja hilo suala la ibada ama suala la kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ameteua maneno akisema tufanye haraka zaidi katika hilo jambo. Sasa ni kushindana tu katika hilo jambo, wasabiquna sabiqun, tushindane katika jambo hilo. Na ndio nikasema kwamba katika mashindano yetu, ikiwa tutafanya mashindano ya jambo lolote lile, basi tushindane katika kutafuta radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna athari za kuwa wewe ni mshindi katika hilo jambo. Ukishakuwa ni mshindi katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu anakuandalia tuzo ama zawadi. Hata katika hali tu ya kawaida, maisha yetu ya kawaida, wakati mwingine tunakuwa hatana mashindano mbalimbali tunayoyafanya.
katika yale mashindano tunayoyafanya, pengine haijawahi kumpitikia mtu ya kwamba kuna siku yanaweza yakafanyika mashindano ya kutembea. Badala yake mara nyingi panakuwa na mashindano ya kukimbia. Ni mpira, huo ni watu wakitembea, badala yake wanakimbia uwanjani. Ni jogging, huoni watu wakitembea, utaona wanakimbia taratibu. Lakini si hivyo tu, hata wale wenye kufukuza ile michezo ya kawaida na uchezo mara nyingi kufukuza kuku, utawaona wanakimbiza kuku. Si hivyo tu, wale ambao wanaovaa magunia pengine na kukimbia, unaona wanakimbia, hawatembei. Kwa sababu gani? Kukimbia kwao inaonyesha kwamba mwisho na natija ya makimbizano yale na natija ya mashindano yale kuna tuzo ndani yake, kuna zawadi ndani yake. Sasa Mungu mwenyewe anasema wale wenye kushindana katika kheri, yeye anawaandalia kitu ambacho ni bora. Wasabiquna sabiqun, wenye kushindana katika mambo hayo mazuri, Mungu anasema ulaikal muqarrabun, hao ndio waja wangu ambao wako karibu zaidi na mimi. Hii ni sehemu tu ya tuzo ambazo anazozipata yule mwenye kushinda katika radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fi jannatin naim, bali watakuwa na makazi mazuri, pepo ambayo ni nzuri. Si hivyo tu, endelea mpaka mwisho, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudhuna. Nenda mpaka mwisho, utaona namna ambavyo wale walioshinda katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu amewaandalia kitu kilichokuwa bora zaidi. Ndio maana tukaambia ya kwamba katika hayo mazuri tuyashindanie, fastabiqul khairat. Lakini katika aya nyingine nyingi sana anaeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falyatanafasil mutanafisun, watu na washindane katika mambo mazuri ya kheri, kwa sababu ni mambo ambayo yanawainua daraja, si hapa tu duniani bali mpaka akhera. Na matatizo ya kutokukimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa. Matatizo ya kutokumuandama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni makubwa. Katika suratu Tauba ukisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana maneno mazuri sana, akisema ya kwamba enyi mlioamini, mna kitu gani nyinyi, mna kitu gani ambacho kimewatia uzito kiasi kwamba mmeshindwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mmeshindwa kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupita katika njia ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anauliza, aradhitum bil hayati dunya min al akhirah, hivi je, mmeridhika na haya maisha ya duniani kuliko maisha ya akhera? Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Na anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maisha ya hapa duniani ni starehe ya muda mfupi sana. Sasa anatutaka kwamba sisi tukimbilie kwake, na matatizo ya kutokumuandama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza akisema ya kwamba illa tanfiru yu'adhibukum adhaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wala tadhurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir. Ikiwa hamtopita ile njia ambayo Mungu anawataka nyinyi mpite, ikiwa hamtamuandama Mungu katika njia ambayo nyinyi anawataka mfanye haraka kumwendea, basi yeye anasema yu'adhibukum adhaban alim, atawaadhibu adhabu ambayo ni chungu yenye kuumiza. Si hivyo tu, bali atawabadilishia nyinyi, ataleta watu wengine tofauti na sisi, ataleta wanadamu wengine tofauti na sisi,
au anaweza akaleta kingine tofauti kabisa, hata pengine na wanadamu. Wayastabdil qauman ghairakum, ataleta watu wengine wasiokuwa sisi, kwa sababu tu tumeshindwa kuandama, tumeshindwa kufuata na kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ila Allah, Mungu anasema kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kimbilieni kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiyo mtoaji wa kila kitu, kwa sababu yeye ndiyo mmiliki wa kila kitu. Unapohitaji wewe kufanya biashara yoyote, ni nani unaimwandama? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ila Allah, kimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapohitaji wewe pengine kuoa ama kuolewa, Mungu anakuambia fafirru ila Allah, kimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si hivyo tu, na mengine mengi sana. Unapohitaji kujifunza ilmu ya aina yoyote, fafirru ila Allah, kimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huko ndipo radhi zinapopatikana, huko ndipo ambapo mengi mazuri yanapatikana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma nyingi sana katika kueleza na katika kutuzungumzisha sisi, hasa unaposoma aya kama hii, fafirru ila Allah, kimbilia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na aya hii ina mafunzo mengi. Mojawapo kwanza ni kutokumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba harakati zako zote, mambo yako yote uyaegemeze kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yako yote yawe ni maisha yale ambayo Mungu anakutaka wewe uishi. Inatufunza kwanza kutokumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na inatufunza kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ila Allah. Matatizo yetu ni kwamba tunakimbilia sehemu ambapo si sahihi, hasa linapokuja suala la riziki. Wakati mwingine tunakuwa mpaka na mashaka kwamba pengine riziki zetu Mungu amezitia uzito ama kufuli kiasi kwamba haziwezi kufunguka.